Wakati huu wa kufanya mjadala kuhusu uongozi wa nchi yetu, ni vizuri tuzungumze ukweli na tuambiane ukweli kama wananchi wa nchi yetu ya Kenya. Sisi hatuna chuki na mtu yeyote. Hawa ndugu zetu ambao wako kwa madaraka, saa hii nikizungumza hapa, zaidi ya shule 40 zimefungwa Kenya hii kwa sababu ya shida. Walimu wakuu hawapati pesa ya shule, hawana namna ya kulinda watoto kwa shule. Imeanza kuwa vigumu kuendesha elimu katika nchi yetu ya Kenya. Na ukiangalia vyuo vikuu ni hivyo. Jana usiku nimekuwa na wanafunzi wa KEMU, Kenya Methodist University huko, na Meru University kule kwingine viongozi. Ni nduru tu watoto wanapiga kwa sababu wengine wameahirisha course, wengine hawana pesa ya kulipa, wengine tayari wanaambiwa interest yako imeenda 300,000. Iko mtu hapa Mitunguu anaweza lipa 300,000 ya shule. Hawa ndugu zetu mipango yao imeonekana kwamba imekwama. Ni vizuri tuchukue hii kazi, tupange nchi yetu vizuri, tuendelee mbele vile tulikuwa. Na mnajua tulikuwa katika serikali ya Jubilee. Tulikuwa na Linda Mama. Akina mama mko hapa, Linda Mama iko? Ilipotea. Wakati huu wafanyekazi wa serikali ama wafanyekazi wowote, wa umma, wa private sector, kila mfanyekazi, hii serikali sasa imekuwa adui mkubwa ya wafanyekazi, kwa sababu zaidi ya 50% ya mapato yako inaenda kwa serikali kwa tax. Na uone hiyo kazi inaenda wapi? Hiyo pesa inaenda wapi? Ni kuporwa. Mliona juzi Alhamisi kiongozi wa umma anapatikana na shilingi milioni 65 pesa taslimu kwa nyumba. Hiyo ni pesa yake kweli? Si ni pesa yetu imeporwa? Na sasa imagine, huyo ni mmoja amepatikana wa county ya Nairobi. Can you imagine wale wa national government mambo iko kwao? Hawa wangwana wanaharibu nchi yetu na kazi imewashinda. Sasa bila chuki, bila shida yoyote, sisi tuko tayari kuchukua hii kazi, tupange nchi yetu vizuri, tuendelee mbele vile tulikuwa. Si mliona vile tulinyorosha elimu wakati nilikuwa minister? Ile mambo ilikuwa ya kuiba mtihani ujinga hapo zitumaliza. Sasa hiyo ndio kazi tunataka kurudia tufanye. Tunataka wazazi, walimu, wanafunzi kila wakati wanaenda kulala, wanalala na utulivu kwa sababu wanajua serikali iko ya kupanga hiyo kazi. Na hiyo serikali ndio sisi tunataka kuunda. Na tunataka kufanya hivyo tukiwa sisi wote pamoja na hawa ndugu zetu tuko nao hapa. Charia hamjambo. Hamjambo tena. Hebu tusalimie hivi salamu ya Jumapili ya mapenzi. Asante. Tunataka kuwashukuru nyinyi wote wananchi wa Charia ambao mmekuja, na asante sana siku hii ya Jumapili leo ya kanisa tumepatana. Vile mmeelezwa tunatembea hapa kusalimiana na nyinyi na kujuana, na tumeungana sisi wote pamoja na ndugu yangu Munya tufanye kampasi pamoja, tujaribu majaliwa ya Mwenyezi Mungu tufanye sehemu yetu kurekebisha nchi yetu ya Kenya. Ni wangapi wanakubaliana na mimi kwamba tutembee na Munya pamoja? Asante. Pili, nawaomba tafadhali wananchi wenzangu, tukae kwa amani sisi wote. Unajua wakati huu wa siasa kutaibuka mjadala mbalimbali, kuna wale wa vyama vingine. Sisi tumeamua kama nchi tutakuwa nchi ya demokrasia. Hata wale ambao hatukubaliani kwa mawazo ama mtazamo, wote ni wa Kenya. Tuweke amani, tuhakikishe kwamba nchi yetu inakaa kwa amani hata kupita kwa hii msimu wa uchaguzi. Na wakati wa uchaguzi nyinyi ndio mko na haki, nyinyi ndio wakubwa, mtachagua viongozi, nyinyi ndio mtatujua na ndio mtaamua vile mtatupanga. Mimi nimefurahi kuzuru hapa Meru leo, ningependa kurudi tena na tena na tena. Tuendelee kukaa pamoja kama ndugu na dada. Wangapi wamesema tukae pamoja? Asante sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you very much. President wa Kenya na mimi nikuwe gavana wa Meru. Tukiwa na Munya. Mambo namna hiyo. Mimi sitamuti kitu. Tukiwa na Munya.